Mwamko kwa jimbo la Msimbo ni mzuri toka ile tarehe moja tulipoanza na zoezi, kwa sababu tulianza na mafunzo kwa wale watendaji kwenye vituo, lakini baadaye tulianza na hamasa kwa vijiji, lakini kwa kutumia gari la matangazo. Kwa hiyo nashukuru mwitikio ni mkubwa mno, wananchi wamejitokeza wengi, kwa sababu zoezi hili, ndugu mtangazaji, lilienda sambamba na uwekaji wazi wa daftari lile la wapiga kura la awali. Kwa hiyo tunashukuru wananchi walijitokeza kwa wingi kwenda kuhakiki kwanza taarifa zao kwenye ile daftari la awali ambao tulibandika kwenye kila kituo ambacho tulitumia ile mwezi Julai kuandikisha watu. Kwa hiyo walijitokeza, waliangalia taarifa zao, wakazihakiki, lakini wale ambao taarifa zao zilikuwa zinahitaji maboresho wamejitokeza kwa wingi kwenda kujiboresha katika vile vituo ambavyo tume ilivichagua kwa kila kata kwa ajili ya zoezi la awamu ya pili. Lakini hata wale ambao wamekuja sasa kujiandikisha, ambao katika ile zoezi la awali walikosa hiyo fursa, nao wameitikia wito, wamejitokeza kwa idadi kubwa tu. Kwa hiyo tunashukuru, tunaendelea vizuri. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanachanganya lile daftari ambalo walijiandikisha mwaka jana na hili la mwaka huu. Utofauti wake uko wapi, au ni kitu kimoja? Ni kitu kimoja, ni daftari la wapiga kura, ila tulifanya ile awamu ya kwanza watu walijiandikisha. Walivyojiandikisha sasa tumeliweka wazi ile daftari la awali, ambao sasa watu wanatakiwa kwenda kuhakiki taarifa zao kama ziliingizwa vizuri. Lakini sasa hili la pili, lengo lake kwanza ni kuwapa watu fursa kuhakiki ile daftari la awali, kuona taarifa zao kama ziko sahihi, ili kama haziko sahihi waweze kujifanyia maboresho. Lakini sasa vile vile daftari la pili, zoezi la pili linatoa fursa kwa wale wananchi ambao walikosa hiyo fursa katika lile zoezi la awali kuja tena kujiandikisha kuingia kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Lakini vile vile baada ya kuwekwa wazi hili daftari la awali, kuna baadhi ya wananchi ambao wapo kwenye daftari lakini wameshakosa sifa kuendelea kuwepo kwenye daftari. Sasa kwa kipindi hichi ndio fursa sasa ya wale watu kuwekewa mapingamizi, labda mtu amefariki au labda aliandikishwa kimakosa, amekosa sifa. Sasa wananchi wakienda kuhakiki zile taarifa zao, wakiwaona watu ambao wamejitokeza kwenye hili daftari, wanakuja sasa kwenye vituo hivi vya zoezi ya awamu ya pili kuja kuweka mapingamizi kwamba fulani ameonekana kwenye daftari, lakini kwa namna moja au nyingine amekosa sifa ya kuendelea kuwepo kwenye daftari. Kwa hiyo atawekewa pingamizi na taratibu za kumuondoa kwenye daftari zinafanyika. Sasa ili huyu mwananchi afike katika vituo vya kujiandikisha, anatakiwa kuwa na sifa gani? Sifa ya kujiandikisha kwa yule ambaye alishajiandikisha mwezi Julai, ina maana ataenda kuhakiki taarifa zake, kwa sababu daftari atalikuta limeshawekwa wazi, limebandikwa kwenye kituo kile amejiandikisha. Lakini kwa hao ambao wanakuja sasa hivi kujiandikisha kwa mara ya kwanza, mwenyewe anatakiwa kwanza awe raia wa Tanzania, lakini awe amefikisha umri wa miaka 18 kwa sasa hivi, au wakati uchaguzi utakapofanyika mwezi Oktoba. Hizo ndo sifa muhimu anazotakiwa mtu kuwa nazo ili aweze kujiandikisha. Kuna watu walikuwa wakituma sana jumbe, nafikiri ndio muda ambao napaswa pia kuwasilisha jumbe zao kwamba mtu mwingine hana NIDA anaruhusiwa pia kwenda kujiandikisha. Anaruhusiwa, kama ana NIDA anaruhusiwa, kwa sababu inaeleweka kwenye vitambulisho vya NIDA. Kwenye vitambulisho vya NIDA kuna changamoto nyingi. Wananchi wengi walikosa fursa kuwa na vile vitambulisho. Kwa hiyo sisi tunaandikisha raia. Kwa hiyo kwa bahati nzuri kwenye kila kituo tumeweka mawakala ambao wale watatusaidia kwanza kwa ajili ya kuwatambua wale wananchi ambao wanakuja kujiandikisha kweli ni raia, ni watu ambao ni jamii ambao wanaishi nayo. Lakini vile vile wao watashirikiana sasa na viongozi wa ngazi ya kijiji, ngazi ya kitongoji, lakini na wale maafisa sasa waandikishaji wa tume
ambao tumewapeleka pale kwa ajili ya kufanya hilo zoezi. Kwa hiyo NIDA sio kigezo cha mtu kukosa fursa ya kuandikishwa kuwa mpiga kura. Kigezo ni kwamba anatakiwa awe raia. Sema kwa sisi kwa jimbo la Nsimbo tuna changamoto kidogo katika zile kata ambazo ziko kwenye maeneo ya makazi. Hapo ndio kidogo uhakiki wetu wa taarifa za mtu huko kidogo madhubuti, ili tusije tukawaandikisha watu ambao hawana sifa au sio raia wa Tanzania. Kwa hiyo kwa hayo maeneo kweli tuko makini sana. Kwenye hayo maeneo tunahitaji tupate ufafanuzi hapo, kwa sababu ni maeneo ambayo pia tunasikilizwa sana. Yani uhakiki wake upoje, hasa kwa huyu ambaye muda huu inawezekana anasikiliza na anakusikiliza afisa akitoka tu hapa aende moja kwa moja kujiandikisha? Uhakiki kule sio kwamba nisiwatisha wananchi kwamba wakaogopa labda kwenda kupata hiyo fursa. Hakuna uhakiki labda useme labda wakumtisha mtu au kufanyaje. Kwa upande wa kule tunaangalia, kuna taratibu ambazo zinafanya wenzetu hao ambao wanaishi makazini kuwa raia wa Tanzania. Na wakishakuwa raia wa Tanzania kuna vyeti ambavyo wanapewa kuthibitisha kwamba hawa ni raia wa Tanzania, ambazo sasa akienda kwenye kituo cha uandikishaji anatakiwa aende nacho. Lakini vile vile katika hayo maeneo tunashirikiana na ofisi ya mkuu wa makazi. Kwa hiyo kwenye kila kituo tumeweka mtu ambaye anatoka kwenye ofisi ya mkuu wa makazi ili kuwasaidia wale mawakala, lakini vile vile kuwasaidia wale watendaji wa vituo kwa ajili ya kuwatambua hao raia ambao wakuandikishwa katika hayo maeneo ya makazi. Kwa hiyo ni wananchi wasiogope, waendelee kujitokeza, ila wanachotakiwa waende na zile nakala zao, vyeti vyao vile ambao vimewapa uraia wa Tanzania. Wakifika pale watavionyesha, vitakaguliwa, vikishakaguliwa watapata hiyo fursa ya kujiandikisha. Hivi kama inatokea leo huyu mwananchi hajafika kwenye kituo cha kujiandikisha, kutakuwa kuna siku ya nyongeza au leo anatakiwa kuhakikisha amefika? Na vituo vipo wazi saa ngapi hadi saa ngapi? Vituo tunafungua kuanzia saa 2 hadi saa 12:30, lakini kwa zoezi hili la awamu ya pili hatutakuwa na siku za kuongeza. Kwenye ile awamu ya kwanza tulikuwa na siku za kuongeza, lakini kwenye hii awamu ya pili hatutakuwa na siku za kuongeza. Kwa hiyo nilikuwa natoa wito kwa wananchi wajitokeze kwa wingi leo. Tume tumejipanga kama watendaji wa tume, sisi tumejipanga kuwa na mashine za ziada ili kuongeza pale ambapo tutaona kuna msongamano mkubwa wa watu, basi tutapeleka mashine nyingine ya ziada na watendaji wengine wa ziada ili kuweza kuwahudumia wananchi hao kwa haraka, ili inapofika muda wa kufunga kituo basi wananchi wote tuwe tumewahudumia. Kwa hiyo wananchi wasisite kujitokeza leo, wajitokeze. Sisi tumejipanga na mashine za ziada pale ambapo tutaona wananchi wamejitokeza kwa wingi, tutapeleka mashine ya ziada, lakini tutapeleka watendaji wengine kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanapata hiyo fursa ya kujiandikisha. Umesema kwamba hazitaongezwa siku. Namba ya wananchi ambao wamejitokeza kujiandikisha inakidhi ile namba ambayo mlikuwa mnahitaji? Namba inakidhi. Kwenye ile zoezi la awali tulivuka lengo. Lakini hata sasa hivi tunaelekea vizuri, lakini kama unavyojua ndugu mtangazaji, mkoa wetu wahamiaji kutoka mikoa mbalimbali ni wengi. Kwa hiyo tuna hiyo wananchi wakakuwa wanakuja kutafuta fursa huku, na ni Watanzania wenzetu, hatuwezi tukawakatalia. Kwa hiyo wapo wengi kweli wananchi wanakuja kubadilisha taarifa zao, kuzihamisha, labda alikuwa mkoa fulani amekuja huku anazibadilisha. Kwa hiyo mwitikio ni mwingi, lakini toka tulipoanza ile tarehe 1 tumekuwa tunawahudumia vizuri na tunawamaliza wote hadi inapofika saa 12 jioni wananchi wote wanakuwa wamehudumiwa. Kwenye hivyo vituo ambavyo vipo huko kwenye jimbo la Nsimbo, ni kituo gani ambacho kimekuwa kina namba kubwa, yani mwitikio wake wananchi kufika kwenye vituo umekuwa mkubwa? Kata ambazo zina mwitikio mkubwa ni kata ya Ugala. Kule tuna mwitikio mkubwa, lakini hata Itenka vile vile nao tuna mwitikio mkubwa. Hizo kata mbili zina mwitikio mkubwa. Kwa uzoefu tu mchache ambao unawezekana umeupata kwa muda mfupi,
ni changamoto zipi ambazo unaona kabisa hizi zinawakwamisha baadhi ya kata nyingine kushindwa kufika kwa namba ambayo inahitajika kwenye vituo vya kujiandikisha? Changamoto nadhani ni baadhi ya kata. Nadhani wananchi huwa wanapenda zile kata ambazo zina uwezo kiuchumi. Kwa hiyo kwa jimbo la Nsimbo ukiongelea kata ya Itenka na kata ya Ugala zenyewe kidogo uchumi wake uko juu. Kwa hiyo lazima idadi ya watu itakuwa iko juu, na katika maeneo hayo mawili, kata hizo mbili, tuliweka vituo vitatu. Kwenye kata nyingine zote hizi 10 tuliweka vituo viwili, lakini kwenye kata ya Itenka na kata ya Ugala kwenyewe tuliweka vituo vitatu. Kwa hiyo mwitikio umekuwa mkubwa. Kwa kata hizi nyingine wanajitokeza, lakini hawajitokezi kwa idadi kubwa zaidi kulinganisha na hizo kata. Anasema Kumekucha Tanzania ni wapongeze kwa kuendelea kuhamasisha kuhusu wananchi kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura.